Baada ya Majizo kuja kusema kwamba Watanzania wanaadhibu wasanii wao kwa kosa la kuchagua upande ama kwa kosa la kuamua kuchukua maamuzi yao kuisapoti CCM kama njia yao ya kujitafutia riziki. Sasa Mwijaku amekuja pia na kutoa mtazamo wake kuhusiana na kauli za Majizo. Majizo kwa upande wake alikuwa anahisi kwamba Watanzania wanachowafanyia wasanii wao sio fair kabisa. Na anasema kwamba kila mmoja inabidi aheshimu tu maamuzi ya mwenzake, tusianze kuhukumiana, kuchukiana kutokana na kwamba mtu kachukua upande ambao wewe haujausapoti kabisa. Sasa Mwijaku amekuja kuandika Insta story ndefu kumjibu Majizo kwa hiyo ambacho alikuwa amekisema. Nataka nimnukuu alichokuwa amekiandika Mwijaku. Mwijaku alikuwa amesema hivi: Boss Majizo, kutuombea msamaha kwa jamii umemaanisha tulikosea kuchagua upande? Why now? Wakati hili lilikuwa linafanywa hata wakati wa nyuma. Bosi wangu, wamepandikiza chuki kwa watu wetu wanaotupenda kwa dhati. So tunapaswa kulisema hili kisha wote tukubaliane kuwa burudani ya muziki haifungamani na upande wowote. All in all, asante kwa kusema kiu, ila jamii yetu inapaswa kuamka juu ya siasa za chuki kutoka kwa watu wachache. I'm so proud of you mzee wangu. Mwisho wa nukuu ya alichokea amekiandika Mwijaku kupitia Insta story kwake. Hapa anamwambia Majizo kwamba nadhani kwamba yeye kwa upande wake anaamini kwamba neno msamaha likishatajwa tu ina maana kwamba huyu ambaye anakusudiwa kupewa msamaha ameshakosea. Sasa upande wa Mwijaku anaamini kabisa kwamba hamna msanii hata mmoja ambaye amekosea. Wasanii hawajakosea kwa chochote katika kuchagua swala la kusupport upande wa CCM. Sasa kwa hiyo anamwambia kwamba kuhusiana na hilo bana, msamaha ilibidi usiombwe. Yaani wao wanaamini kwamba hiki kitu kimekuwepo toka kitambo. Mwijaku anasema kwamba so mara kwanza tunaona wasanii kwenye majukwaa ya kisiasa. Tumeona kipindi cha nyuma, lakini sasa mbona sasa hivi imekuwa tofauti? Na naamini kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameamua kupandikiza chuki tu binafsi kwa Watanzania ili waanze kuwachukia wasanii wao. Na hii ni moja kati ya njia ambayo Majizo pia alisema kwamba inakwenda kuua na kukwamisha muziki wa Bongo Flava na namna ambavyo wasanii wanazidi kupambania game lao. Sasa Mwijaku anaamini kabisa kwamba hili limefanyika toka kitambo na bado litaendelea kufanyika. Sasa hamna haja ya kusema kwamba wasanii watengwe kutokana na wao kukanyaga kwenye majukwaa ya CCM, na naamini kwamba hii hamna mtu ambaye amekosea hata kidogo. Na anasema kwamba tukubaliane kwamba swala zima la muziki na alihusiani kabisa na masuala ya kisiasa. Yaani unaweza kuwa una support upande fulani wa kisiasa, lakini pia haimaanishi kwamba hiyo ndio kauli ambayo unaibeba kwenye muziki wako. Sasa upande wa Mwijaku anaamini kwamba swala la msamaha halifai kuwepo kabisa. Sasa nikuulize wewe ambaye pia ni shabiki wa muziki na umekuwa ukifuatilia siasa na pia upepo wa mambo namna gani ambavyo yanaenda, unaamini kwamba wasanii watakuwa wako sahihi, Mwijaku atakuwa yuko sahihi, Majizo atakuwa yuko sahihi, ama Watanzania kiujumla atakuwa wako sahihi? Nani ambaye anafaa kusikilizwa kwa sasa hivi? Ama maamuzi, what's the way forward? Yani mustakabali utakuwaje kuanzia leo hii hapa moving on forward, itakuwaje? Watanzania waamue kufanya hicho ambacho wanakifanya sasa hivi, ama hii mwisho wa siku itakuja kuwa game la muziki wa Bongo Flava? What do you think? Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.